Hujambo msikilizaji na mtazamaji kwa kipindi hiki chetu cha siku ya leo, siku ya Jumanne, ambacho tunakiangalia kikiwa ni kipindi cha unabii. Na kipindi hiki tutakuwa tunaangalia vitabu viwili kwa sababu ya mambo ambayo yamezungumzwa pale, kwa sababu ya mipango ambayo iko katika Biblia na vile Mungu alivyopanga kutuonyesha na kutuelekeza. Kwa hivyo hii pia nitaita ni safari ambayo tutatembea pamoja, safari ya unabii, na nitaweza kuangalia kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo kwa dakika kama 45 hivi, hebu uweze kujiandaa kwa sababu tuna safari ambayo tutaweza kuelekea. Hebu tuombe. Asante Yesu, tumekuja mbele zako wakati huu. Tuomba maarifa yatokao kwako, usikivu mwema na hekima na kuelewa kitabu chako cha Biblia, hasa kitabu cha Danieli na Ufunuo, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Danieli na Ufunuo. Na ninaweza sema ya kwamba the future is already written. That I can say for a fact. The future is already written. Yani mambo ya nyakati ya siku zijazo yamenakiriwa. Kesho imeandikwa, kesho kutwa imeandikwa. What will happen tomorrow has been written, especially katika mambo ambayo ni mambo ya uungu. Na nisema ya kwamba it is already written. Na ukisoma kitabu cha Bwana, kitabu ni cha Danieli. Ningeomba tusome kitabu cha Danieli. Kitabu ni cha Danieli, Danieli sura ni ya 2. Nitasoma fungu la 28. Kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 2. Fungu lake ni la 28. Anasema, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku ya mwisho. Haya, twende sasa tena kitabu cha Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo. Let's go to the book of Revelation. Kitabu ni cha Ufunuo. Ufunuo ni 1. Nitasoma fungu lile la 1, la 2 na la 3. Anasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati unakaribia. Lengo kubwa la kipindi hiki, lengo kubwa la mambo haya tunayoyasoma ni kuweza kuelewa unabii. Kwa nini? Kwa sababu kuelewa unabii kuna kutayarisha, kuelewa unabii kuna kutayarisha kwa mambo ya nyakati za mwisho. Understanding Bible prophecy prepares you for the end time events. Na sio hiyo peke yake, sio tu kukuandaa peke yake kwa nyakati au mambo ambayo yatakuwa ya mwisho, lakini pia kukuandaa kukutana na Yesu Kristo atakaporejea mara ya pili. Na hiyo ndio tutaweza kuangalia katika vitabu hivi viwili. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi nyakati ambazo si nyakati za kawaida. Naweza sema ya kwamba we live in unusual times. Tunaishi nyakati ambazo sio nyakati za kawaida.
tunaishi nyakati ambako watu wanajiuliza maswali. Mataifa yanashangaa, mataifa yanateseka, serikali zimetingika, kuna vita na tetesi ya vita. Sasa vita vimeongezeka, there is multiplication of wars. Kuna uongezefu wa teknolojia. Ukiangalia leo teknolojia inaenda mbio kuliko kawaida. Teknolojia inakimbia kuliko uwezo wa kibinadamu. Technology is advancing in beyond our ability to control it. Inaenda watu lazima ukimbizana na teknolojia. Kama uko na kanisa, serikali, jambo lolote, hata watoto, ni lazima ukimbizana na teknolojia ili uweze kuelewa mahali tuko, kwa sababu kweli mambo yamezidi. Na sio hiyo peke yake. Angalia natural disasters, mambo ambayo ni ya kawaida. Natural disasters zinakuwa namna gani? Zinaongezeka. Mambo ya uharibifu, misitu na mito, milima, tetemeko za ardhi. Ukienda kwa familia ziko under pressure, familia ziko na shida zao. Ukweli wa Mungu unapata ya kwamba unakuwa una changamoto yake. Ukweli wa Mungu, the truth of God has been challenged in one way or the other. Ile tunasema morality has been redefined. Watu wanasema hapana, ile ulifikiria kwamba ni mbaya sasa hivi si mbaya, ile ulifikiria ni nzuri sasa ndio mbaya siku hizi. Kuna confusion, mchanganyiko wa kidini, religious confusion inaendelea na inasambazika kila mahali duniani. Watu wamechanganyikiwa, na mpaka watu sasa wanaishi wakijiuliza, wale ambao wanaangalia katika siasa za sasa, mambo ya sasa, matukio ya sasa, matukio wiki hii, matukio mwezi huu, wale ambao wanamakinika hawakosi kujiuliza maswali. Utapata mtu anajiuliza what is happening? Ni nini kinaendelea? Si ya kwamba haoni, lakini anashangaa what just happened? Ni nini tu kimeendelea? Serikali, mambo haya mengine pale. Unashangaa ya kwamba dunia inakimbia, lakini unashangaa inakimbia iende wapi? Where is the world going? Mpaka watu wanajiuliza ya kwamba je, sisi tunakaribia siku za mwisho? Are we nearing the days? Are we approaching the end? And is there any other hope for the future? Can anyone tell us what is coming next? Nani atatusaidia tujue ni nini kinatokea? Kwa sababu wanasiasa wanaweza predict, wanaona ya kwamba hii nchi yetu vile inaendelea, they can make predictions, Hata wanauchumi, wanasiliamali, economists can make projections. Wanasayansi wanafanya nini? Wanatengeneza models, they are constructing models ili waweze kuona ya kwamba tunatoka hivi, hapa ndipo tu. Kwa magonjwa kama ya Ebola, magonjwa kama ya COVID yanafanya dunia ifikirie, it's changing the paradigm, it's shifting the paradigm. Ukiangalia mambo ambayo yanatokea polepole, military analysts wao wana assess threats, kwa sababu hakuna nchi inasema ya kwamba iko sawa. Kila nchi unaona ya kwamba ina vituko yake, inaogopa nchi zingine zile za vita. Na pia sio hiyo, kuna nchi zingine sasa zinaogopa hata wananchi wenyewe. Unaona ya kwamba kuna nchi inatishwa na vijana wenyewe, Gen Z wametisha. Unashangaa kwamba wewe tunaenda wapi? Tuko wapi? Lakini hata iweje, kuna mahali tunakoelekea. Every human prediction ambayo inatolewa, mambo ambayo watu wanatoa ambayo ni ya kesho, mambo ambayo wanatoa ni ya mwaka ujao. Ningependa nikwambie hivi ya kwamba hata waseme namna gani, wawe ni wanasayansi, wawe ni wana military analyst, waweze kuwa ni serikali, waweze kuwa ni wanasiasa ambao wanasema ya kwamba dunia mahali inaelekea, au wale ambao wanakuwa ni political analysts ambao wanatuambia kwamba hii nchi inaenda pande hii, inaelekea pande hii. Kuna watu ambao wanaangalia hata huko mbele, wanasema ya kwamba dunia itafikia hapa. Hawa wote wanaweza toa kile ambacho wanafikiria, but I will tell you this one thing, that every human prediction is limited because of us. What do you mean? What do I mean with us? Of us? Kwa sababu sisi we are human beings. Sisi ni watu tu.
na watu, ile kazi tunaweza fanya is only to study what has just or what has already happened. Sisi tunasoma ilitokea lini, kilitokea wapi, ni nini kilifanyika. You just study what has happened. Na ya kesho you don't even know it, you guess. That's human beings, they guess what may happen next. But there is one who does not guess. Kuna mmoja ambaye yeye mwenyewe, he does not guess. Hata kuja tu afanye acha nifikiri. Kuna mmoja ambaye he cannot speculate. Hawezi akasema ya kwamba wacha tufikirie vile. Kuna mmoja ambaye hawezi akangojea kesho kufanyike jambo kesho ndio aseme Kuna mmoja ambaye ni Mungu. Mungu anasimama juu ya historia yote. God stands above history. Wale mnaandika nashukuru sana. Andika hiyo. God mwenyewe, Mungu mwenyewe. Andika God stands above history. Mungu mwenyewe ako juu ya kila kitu kiitwacho historia. Mungu anaona mwisho hapa. He sees the beginning. As a matter of fact, I can say this. God sees the beginning and the end at the same time. Akiangalia hivi, Mungu akiangalia hivi tu, boom, anaona mwanzo na mwisho. Same time. Mungu akiangalia, anaangalia kwa umbali na anasema hapa itaanza hapa na itamalizikia hapa. Anasema itaanzia hapa na itaishia hapa. Ukisoma kitabu cha Isaya ni 46, Isaiah 46 verse 9 mpaka 10. Hayo mafungu mawili, kitabu cha Isaya 46 fungu la 9 na la 10. Anasema ya kwamba kwa maana mimi ni Mungu, for I am God and there is no other. Mimi ni Mungu na hakuna mwingine. I am God and there is none like me. Mimi ni Mungu na hakuna aliye kama mimi. Ninafanya nini? Anasema declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done. Anasema mimi ni Mungu kwa sababu ni mimi peke yangu ninayeweza elezea kuhusu mwisho. Hapa nielezee leo na niseme mwisho itakuwaje, na si mwaka huu, miaka 2 au miaka 1000 itakuja. Anasema ya kwamba I can explain what will happen. Mwisho huko, na sio hiyo peke yake, hata yale mambo ambayo hayajafanyika ninaweza sema yatafanyika. Na guess what? Na yatafanyika. I can explain things that are not yet done. Mungu anasema ya kwamba I do not merely know the end when it arrives. Mungu hajui mwisho kwa sababu imefanyika. Anasema I declare the end from the beginning. Huyo ni Mungu. Anasema mimi nitawaambia itakayofanyika kesho. Leo niwaambie ya kesho. Hiyo inaitwa Bible prophecy. Hiyo nakwambia inaitwa Bible prophecy. Unabii wa nini? Wa Biblia. Prophecy is not human speculation about God. Huyu nabii tunazungumzia unabii wa kibiblia, si mahali ambako tunaanza kufikiria kuhusu Mungu. Hapana, unabii wa Biblia ni ufunuo ambao unatoka kwa Mungu. Bible prophecy is what I call the divine revelation from God. Ni ufunuo ambao unatoka kwa Mungu. Na kama ungependa kuelewa kule dunia inaelekea,
Kule watu wanauliza hii dunia inaenda wapi? If you really want to know and understand where the world is headed to, lazima utaweza kufungua vitabu viwili vya Biblia. If you really want to know where the world is headed to, you must open two great Bible books, two great books of the Bible, two great prophetic books of the Bible. Kama unataka kujua dunia inatoka wapi, imefika wapi na inaelekea wapi, hauna la ziada. You have to open two great books which I call the prophetic books of the Bible. Kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Danieli, kumbuka Biblia imegawanyika na mara mbili. Kuna Agano la Kale na kuna Agano Jipya. Danieli ya katika Agano la Kale na Ufunuo katika Agano Jipya. Sasa Danieli aliambiwa, lakini wewe Danieli, funga maneno haya. But you Daniel, shut up those words. Hiyo Danieli 12 fungu la 4. Ya kwamba Danieli akaambiwa, wewe Danieli, funga na uweke muhuri hiki kitabu au huu nabii, kwa sababu utakuja kufanyika siku za mwisho. But oh Daniel, shut up this prophecy and seal the book until the time of the end. Hiyo ni Danieli 12 fungu la 4. Huyo ni Danieli aliambiwa hivyo. Naye Yohana akiwa kisima cha Patmos akaambiwa ya kwamba, na wewe Yohana usiweke muhuri neno hili. Do not seal the words of this prophecy. Do not seal the words of the prophecy of this book. Don't. Akaambiwa usifunge. Kwa nini? For the time is at hand. Kwa sababu wakati umefanya nini? Umefika. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo 22 fungu la 10. Ufunuo Danieli 12 ni sura ya mwisho ya Danieli. Na Ufunuo 22 ni sura ya mwisho ya Ufunuo. Kwa hivyo ni at the very end Mungu anawaambia funga, at the very end anaambia Yohana fungua. Kwa hivyo kitabu cha Danieli kimefungwa mpaka siku ya mwisho au za mwisho. The book of Daniel was sealed until the time of the end. Revelation was opened for the time of the end had come. Na Ufunuo ikafunguliwa kwa sababu siku za mwisho zimefanya nini? Zimefika. Revelation was opened. Inaitwa ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo. Danieli mwenyewe anaanza na unabii. Anaanza na prophetic story. The book of Daniel begins with a prophetic story. Soma kitabu cha Danieli, unaona hadithi ya vile ambavyo walihama. Lakini nayo Ufunuo nayo inamaliza na a prophetic story. Daniel begins with a prophetic story and Revelation completes with a prophetic story, ambayo tutakuja kuiona tu. Danieli anaweka msingi. Daniel lays the foundation. Ufunuo anajenga juu yake. Danieli anaanza kuelezea kuhusu mifano or symbols. Naye Ufunuo anakuja kuelezea na anaipanua hata na zaidi. Hata Danieli kuna zile ambazo ameelezea, lakini pia tukienda kitabu cha Ufunuo itafunuliwa hata na zaidi. Utaona ya kwamba imefunuliwa hata na zaidi. Danieli anauliza swali, naye Yohana anatoa suluhisho au anatoa jibu. Na unajua hauwezi kamwe ukaelewa kitabu cha Ufunuo kama hautaelewa kitabu cha Danieli. Au niseme hivi, you cannot fully understand Revelation without Daniel. And you cannot completely appreciate Daniel without Revelation. Hauwezi ukaelewa Ufunuo bila Danieli, na hauwezi ukaweza kushukuru kitabu cha Danieli kama hauna kitabu cha Ufunuo. Hizi vitabu viwili, these two books belong to each other. Hizi vitabu they belong together. Ziko hivi, hizo vitabu huwezi ukavitenganisha. Na kwa hivyo leo ningependa tuanze hii safari. I would like us to start this journey today.
safari ya kuweza kuelewa kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Lakini ni kwa nini tusome unabii? Why should we study prophecy? Unajua kuna wengi ambao wanaogopa sana kitabu cha unabii. There are many people who are afraid of prophecy. Wakisikia tu ya kwamba hizi vitabu Danieli na Ufunuo vimetajwa, wanajawa na uoga. Na wanaanza na imaginations, wanaanza kufikiria, wanaanza kuimagine strange beasts. Tena hizo si ndio iko na wanyama na mapembe na mabahari na mavichwa na manyoka. Unaona, you start to imagine of strange beasts, you start to imagine about terrible wars, vita, you know, and even mysterious numbers. Unajua kuna 3.5, 1,290, 1,335, 1,200 na whatever, you know, wakati moja, nyakati 2.5 wakati, yote, you know, 666 na vitabu vingine, namba zingine ambao ukiangalia unachanganyikiwa. So you just start imagining of those things, na pia unaanza kuona frightening judgments, hukumu hapa na hukumu pale, na hiyo inakuweka uoga. Kuna watu wanasema, pastor, hizi vitabu ziko very complicated. Yani ni vingumu tu. The books of Daniel and Revelation are very complicated, very complicated. Na wengine wanasema ya kwamba Ufunuo ni kitabu ambacho kimefungwa. But listen, the last book of the Bible is not called the concealment. Kitabu cha mwisho cha Biblia hakiitwi kitabu ambacho kilichofungwa. Hakiitwi kitabu cha mysteries au siri. Hakiitwi kitabu cha kuchanganyikiwa. It's not even a book of confusion. Inaitwa kitabu cha ufunuo. Kinaitwa ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na nani? Na Mungu. Hiyo ni Ufunuo 1 fungu la kwanza. It's not mysterious. It's not concealment. It's not hidden. It's not blocked. It's not isolated. It's revealed. It's revelation of Jesus Christ. Kama kuna kitabu Wakristo wanafaa kusoma, ni kitabu cha Ufunuo. Kwa sababu kinakuelezea Yesu ni nani. Na ndio unaona hiyo jina Revelation. Revelation means unveiling. Revelation inasema uncovering. Revelation means disclosure. Inaelezea. The one revelation ni ya kufungua. Hiyo kama ni kitu kimefunikwa, if something is covered with a cloth au imewekwa curtain, wakati imefunikwa you cannot see it. Lakini ikitolewa, hiyo ni ufunuo. When the covering is removed, kile ambacho kilikuwa kimefichwa kinafanya nini? Kinaonekana. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo hakikuandikwa ili kifiche ukweli. It was not there. The book of Revelation was not written to conceal truth. No. It was to reveal truth. Kitabu cha Ufunuo kiliandikwa ili kiweze kuelezea, kufunua ukweli. Na katikati ya kitabu hiki cha unabii, at the center of that revelation, si mnyama, sio pembe, sio nyoka, sio dragon, na si namba 666. The middle, the center of that prophecy is not the mark of the beast. Sio alama ya mnyama, na si Harimagedoni, na si vingine, sio bahari. Katikati ya unabii huu is the revelation of Jesus Christ. Katikati ya unabii huu ni Yesu. Ufunuo 1 fungu la kwanza haisemi ya kwamba the revelation of the beast. Haisemi hivyo. Inasema the revelation of Jesus Christ. Haisemi ufunuo wa wanyama. Inasema ufunuo wa Yesu Kristo. Na kwa hivyo tukisoma unabii, if we study, actually I would use the word study. If you study prophecy, alafu kile utakuja kuona ni wanyama peke yake, na usimuone Yesu, you have missed the message. If you study prophecy and all you can see is beasts, you are missing the message. You're really missing the mark.
If all you can see is to identify kingdoms, kama kile utaona katika kusoma ni wafalme peke yake, then you still have missed the mark. It is going to be very hard for you to surrender to the king, sababu he is the king of the kingdoms. He is the Lord of the lords hapa duniani. If all you will do katika unabii ni kuelewa tarehe, if all you will do is to understand the dates and not become ready for him, then again you have missed the message. You have missed the message. If you can explain every symbol of prophecy, but have not given our hearts to Jesus Christ again, we have missed. Prophecy has not accomplished the purpose in our lives. Kama all you can do is to naweza elezea unabii lakini hauna uhusiano na mwenye unabii, then you have unabii haukukamilika. Unabii haukukamilisha kile ambacho unastahili kukamilisha. Kwa nini? Kwa sababu the purpose of prophecy, nia ya unabii, si kuinform the mind. No, is not to inform the mind, is to transform our lives. Unabii si kuweza kuweka information hapa, ni kutubadilisha. Unabii is not to satisfy your curiosity. Unabii ni Mungu kuzungumzia wewe, kunizungumzia mimi, ili niweze kuelewa Mungu anasema nini. Mungu alipeana unabii aandae watu wake. He gave prophecy to prepare his people. Na kwa hivyo ukiangalia vitabu hizi viwili, hii kitabu cha Danieli na Ufunuo, kitabu cha Danieli kiliandikwa wakati wa kutekwa kwa wana wa Israeli wakiwa pale Babyloni. It was written during what we call the Babylonian captivity. Kitabu cha Ufunuo kiliandikwa katika persecution, wakati wa mateso ya Warumi, during the Roman persecution. Kitabu cha Danieli kinaelezea ndoto, na kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Yohana mwenyewe amepata vision zile na anaelezea, na pia anaelezea kuhusu kuanguka kwa hiyo Babeli. Danieli aliandika akiwa Babyloni, naye Ufunuo anaelezea kuanguka kwa huyu Babyloni, ya kwamba huu ufalme utaanguka. Danieli anaandika ukifika sura ya 8 utaona ya kwamba pembe mdogo atashambulia the sanctuary, atashambulia kanisa, atashambulia hekalu la Mungu na watakatifu wake aliye juu. Yohana katika kitabu cha Ufunuo anaelezea jinsi hiyo hekalu itakuja kurudishwa kwa watu wake, kwa sababu kuna judgment. Kitabu cha Danieli, maana ya Danieli ni Mungu awe hakimu wangu. God is my judge. Hiyo ndiyo jina la Danieli linamaanisha. Ufunuo tunaona Mungu akikalia kiti cha hukumu, hasa Ufunuo 4 na Ufunuo 5. Watu wa Mungu wameteseka. Watu wa Mungu wameumia. Danieli anasema wameteseka kupitia kwa hizi falme. Lakini akimaliza Danieli 7 anasema ya kwamba watakatifu wa Mungu aliye juu watapewa nini? Watapewa mamlaka, watapewa ufalme. Kitabu cha Ufunuo kimefunua haya mambo na kimeelezea jinsi ufalme huo utakavyokuja. Unabii unaelezea ya kwamba Mungu bado ako katika kiti cha utawala. God is still on the throne. He is still in control. Unabii unaelezea ni nani. Prophecy tells you who is the sheriff. Inakuelezea ni nani ambaye anatawala. Na ndio tulisoma Danieli 2:28 ikasema namna gani? But there is a God in heaven. Nasema kuna Mungu mbinguni. There is a God in heaven. That's a great declaration. Ya kwamba there is a God in heaven. Na waliambia Nebukadnezar hivyo. Kuna Mungu mbinguni. Irrespective of what is happening. Haijalishi ni mambo gani yanafanyika. Kuna Mungu mbinguni.
Na huyu Mungu anafanya nini? Anafunua siri za, he reveals the secrets. Na ametujulisha sisi watumishi wake siri hiyo yake. He has revealed it to us. There is a God in heaven. Haya maneno walikuwa wanaambia Nebukadreza. Na Nebukadreza mwenyewe ameota ndoto na imemsumbua. Danieli akamwambia there is a God in heaven. Ametujulisha hiyo mambo yake. Unajua Nebukadreza alikuwa na nguvu. Nebuchadnezzar was a powerful king. But there was a God in heaven. Nebuchadnezzar, you are a powerful king. But that power comes from another king, the King of Kings, ambaye ni Mungu mwenyewe. Babeli yenyewe ilikuwa na wanajeshi. But there was God in heaven. There was a God in heaven. The king had an empire. But there was God and a God in heaven. Ndio vijana wanataka mfalme aelewe. Kuna Mungu mbinguni baba. Daniel was a captive. But there was God in where? In heaven. Jerusalem had been conquered. But there was a God where? In heaven. There is another Jerusalem in heaven. And where that Jerusalem is, there is a God there. The temple had been destroyed, but there was God in heaven. The visible circumstances, zile mambo ambayo yalikuwa yanaonekana, yalikuwa yanaelezea wazi ya kwamba Babeli au Babylon is in control. Mambo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati ule, unaona, Babylon is in control. But the prophecy pulled back the curtain. That's what the prophecy does. Ni kweli mfalme unaonekana unafanya kazi kubwa, kazi nzito, lakini curtain ya unabii ikafunguliwa. The curtain was pulled back. And when they looked, that the prophecy revealed that God was still where? On his throne. Someone watching today, someone listening to me today may feel as though your life is out of control. Sijui naongea na nani, lakini labda naongea na wewe na unasikia kwamba maisha yako out of control. Maybe your family is in trouble. Jamii yako iko kwa shida. Maybe afya yako inaumia, inateseka, unateseka. Labda pesa zako ziko under pressure, your finances. Labda watoto wako wanarandaranda, hawajui mbele, hawajui nyuma. Labda maisha yako ya maombi hayatendeki kulingana na mapenzi yako. Your prayers may even appear unanswered. Munaomba lakini huoni kama inajibiwa. Watoto wako hujui utawafanya nini. Ukiangalia mbele, your future seems uncertain. I am here to tell you one thing, that there is God in heaven. There is a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. Haijalishi unateseka kiasi gani, niko hapa kukuambia ya kwamba kuna Mungu mbinguni. There is a God in heaven. When you cannot see his hand, trust his heart. Kama hauwezi ukaona mkono wake wenye nguvu, amini roho yake. Trust him, obey him. Anasema ya kwamba nipo, ninaona, ninajua, nimekusikia, ninaelewa. When you cannot understand his actions, wakati wewe hauwezi ukamuelewa jinsi anavyofanya, trust his word. Amini neno lake. Si lazima umuone, sio lazima umuelewe. Neno lake anasema uweze kuliamini, uweze kumtazama na mtazamo wa imani. Wakati dunia inaonekana kana kwamba inaanguka, when the world seems to fall apart, remember that God's plan is still coming together. Wakati unaona ya kwamba mambo yanaanguka, maisha yako hayana mbele, hayana nyuma, umeomba, umejaribu, umeombewa, umetembelewa, unaona ya kwamba hauwezi, I am reminding you there's one message, that God is still in control. His plan is still there.
and it is coming together. Na kitabu cha Danieli na Ufunuo kinatukumbusha ya kwamba mataifa yatainuka na yataanguka, wafalme watakuja na wataenda, serikali zitakuja na zitaenda, falme zitasimama na zitaanguka, zitakuja na zitatoweka. Lakini jua jambo hili ya kwamba Mungu wetu atasimama milele. Our God remains. Ndio alisema katika Zaburi ya 46 fungu lake ni la 6, akasema ya kwamba taifa zimeghadhabika, the nations are raged, the kingdoms are moved. Lakini yeye alinena na dunia ikafanya nini? Ikayeyuka. He uttered his word and the world and the earth melted. History is not moving in meaningless circles. Wakati unaona serikali hii na serikali nyingine, falme hii na hii, unapoona vita kila mahali, na wakati unajiuliza tunaenda wapi, I want to tell you ya kwamba hizi circles unaona na mambo unayoona are not meaningless wakati inafika kwa unabii. No, they are not moving. The world is not moving in meaningless circles, msikilizaji na mtazamaji wangu. Historia inaelekea kule Mungu amepanga. History is moving towards a divine destination. Kule Mungu amepanga, ndiyo dunia inaenda, ndiyo historia inaelekea, ndio sisi tunaelekea. Kwa nini? Because there is a throne above every throne. There is a king above every king. There is a Lord above every Lord. There is a kingdom that will rule over the earth, and this kingdom will outlive every earthly empire. Kulingana na kitabu cha Danieli 2 fungu lake la 44, kwa sababu anasema katika siku hizo Mungu wa mbinguni, huyu mfalme wa mbinguni, ataweka ufalme wake. He will set up a kingdom which shall never be destroyed. Ataweka ufalme ambao kamwe hautaweza kuharibika. Ufalme wa Babyloni ulikuja na ukaondoka, wa Wamedi na Wajemi ukaja na ukaondoka, wa Wayunani ukaja na wakaondoka, wa Warumi wakaja na wakaondoka, wa Kipapa ukaja na utaondoka. Ufalme zingine zimekuja na zimeanguka, lakini ufalme wa Mungu wetu, ufalme wa Mungu wa mbinguni, the kingdom of God will never be destroyed. Huu ni ufalme ambao utaishi milele na milele. Unabii unatuambia ya kwamba watu waovu wataangamizwa. Unabii unatuambia shetani ataangamizwa. Unabii unatuambia God has the last word. Sio dhambi itakuwa ni the last word, ni Mungu. Sio shetani atakuwa ni the last word, ni Mungu. It's not even suffering that will have the last word, it's God. Mateso yako sio haitakuwa na the last word, ni Mungu. Na ndio unauliza, unasikia watu wanaimba who has the final word? Ni Mungu mwenyewe, sio kifo. Kifo hakina neno la mwisho kwa kwenu, ni Mungu. Yesu mwenyewe atakuwa na neno la mwisho. The last word itakuwa na Yesu. Jesus has the last word. Na nitafika hapo kwa sasa, kwa sababu hakika ni vyema tuelewe ni nani aliye na neno la mwisho. Ni nani? Nimesema nani? Nimesema nani yako na neno la mwisho? Ni Mungu. Ni kweli. Nani ambaye yako na neno la mwisho? Ni Mungu. Kwa hivyo tumutazame na tumuangalie na tumutumainie, tukijua ya kwamba ako na neno la nini, rafiki yangu? Neno la mwisho. Asante sana. Bwana aweze kuwabariki. Acha mambo ya dunia yanayokusumbua. Aita, Yesu anakuita sasa. Aita, Yesu anakuita sasa.
wache